Swali langu kwa Waislamu ni hivi: nilichokuwa nahitaji, maana mlinishusha kwenye live yenu mkasema nauliza maswali huku nina majibu. Mimi majibu sina. Swali langu ni hili hapa. Nahitaji majibu kutoka kwenye Qur'ani au kwenye Biblia. Nikipata tu mimi sina shida, kwa sababu natamani kujifunza. Hakuna mtu asiyetaka kujua ukweli. Mimi natamani kujua. We nijibu kwa comment, unipe tu, nahitaji unipe jibu sahihi. Ibrahim alipata watoto wawili, Ishmaeli na Isaka. Ishmaeli kwa mjakazi, Isaka kwa mke wake. Mungu akaahidi kuwabariki hawa watu kwa mujibu wa Biblia. Nasema kwenye Biblia. Sasa kama wewe una majibu utaniambia. Akasema Ishmaeli atamfanya kuwa taifa kuu, lakini Isaka akasema mataifa yote watabarikiwa kupitia Isaka. Sura ya 17 kitabu cha Mwanzo mstari wa 21 anasema agano lake Mungu atalifanya kuwa imara kwa Isaka. Sasa swali langu ni hili: tunaona kwenye uzao wa Isaka tumepata manabii wengi: Yusufu, Yakobo, tunakuja kumpata nani? Musa, Suleiman, Daudi au ni baadhi. Nimetaja kama watano. Yes, watano. Sasa kwa Ishmaeli, kwamba baada ya Ibrahim kufa na Ishmaeli kufa, ni nabii yupi aliyetoka kwenye viuno vya Ishmaeli ili kuwaongoza watu kwenye haki ya Mungu? Maana ikiwa Ibrahim alikuwa Muislamu, Ishmaeli alikuwa Muislamu. Baada ya Ibrahim kufa na Ishmaeli kufa, je, Uislamu na ulikufa? Maana hatuoni nabii anayetoka kwenye kiuno cha Ishmaeli baada yake na Ibrahim, ila mpaka huku kwa Muhammad. Sasa Muhammad tunakubali ametoka kwenye viuno vyake. Sasa kabla ya Muhammad na baada ya Ishmaeli kufa, ni nabii gani hapo aliyetoka kwenye viuno vya Ishmaeli? Nahitaji jibu kutoka kwenye Qur'ani au Biblia. Usinipe nabii baada ya Muhammad. Nataka kabla ya Muhammad kuja mpaka baada ya Ishmaeli kufa na Ibrahim. Maana Isaka alipokufa tunampata Yakobo, tunakuja kwa Yusufu, tunampata Musa, tunampata Sulemani, tunampata Daudi, tunampata Elisha. Sasa nataka baada ya Ibrahim ambaye mnamtetea nyinyi alikuwa Muislamu kufa na Ishmaeli kufa, ni nabii yupi aliyetoka kwenye kiuno cha Ishmaeli, ukitoa hawa waliotoka kwenye kiuno cha Isaka? Maana hata Yesu ametoka kwenye kiuno cha Isaka. Mnayesema kuwa ni Muislamu alitoka huko kwa Isaka, huko ndo maana anaitwa mwana wa Daudi kwetu tunavyosoma. Sasa tunataka, je, kabla ya mtume kuwepo
kurudi nyuma na baada ya Ibrahim kufa na Ishmael, ni nabii yupi? Je, Ibrahim alipokufa na Ishmael, Uislamu ulifia pale pale, haukuonekana mpaka mtume alipozaliwa? Nataka nabii kutoka kwenye kiuno cha Ishmaeli na kabla ya Muhammad. Usitaje nabii baada ya Muhammad, ya kabla. Yes, ni hilo swali. Sasa kwa nini mlinishusha? Basi naombeni mnijibu hilo swali, natamani nijifunze. Bwana, mimi nilikuwa na mada leo ya kijana mmoja wa Kikristo. Mazali umekuja ndugu yangu Ibrahim Bakozi, utaijibu hii mada. Huyu kijana kama wanavyomuona hapo akiwa anataka kujifunza, kwa maelezo yake anasema anahitaji kujifunza wala hataki ubishi, na akielimishwa ataelewa na anaweza akafanya maamuzi. Tamomba director aweke kipande chake hapo inshallah, ili watu waweze kuona kama ilivyo. Sadaka. Huyu mmoja katika kijana anachosema, yeye anasema Ibrahimu alikuwa na watoto wawili, yeye anakubali, Ishaka na Ismaili. Na akasema Ismaili alizaliwa kwa Hajiri ambaye ni mtumwa. Lakini swali lake analotaka kujua, ikiwa Ibrahimu ni Muislamu na Ismaili ni Muislamu, Ibrahimu alipokufa na Ismaili alipokufa, mbona haukuonekana Uislamu isipokuwa mpaka kaja Muhammad? Elezo lake la msingi hapa katikati hapa katikati hapa, mbona hapakuonekana Uislamu mpaka akaja Muhammadi? Lakini upande huku wa Isiaka kuna Yakubu, kuna yale mataifa 12 yaliyotokea yanapokezana ule unabii. Huku kauona Yakubu, Ishaka, nani Isiaka, Yakubu, nani, akasema mpaka kwa Yesu. Ile silsila ile ikaonekana katoka fulani, katoka fulani, katoka fulani, katoka fulani, katoka fulani. Lakini kwenye Biblia anakubali kwamba Ismaili aliambiwa taifa kuu. Ismaili aliambiwa taifa kuu na akabarikiwa. Swali lake, je, Uislamu alipokufa Ibrahimu na Ismaili, Uislamu ndipo ulipokufia? Swali lake ni zuri. Swali lake ni zuri sana, kwa sababu namna alivyoliuliza na namna ambavyo ukimwangalia, namna unavyomuona anavyouliza, na ukimwangalia sehemu aliyokaa, kwa namna nikichunguza kile chumba kinaonekana ni kama kanisani pale, sababu nyuma naona kama kuna msalaba hivi. Kwa hiyo ni kijana wa Kikristo ambaye anaonekana anataka kuelewa, na inaonekana ile swali limemsumbua. Sasa ni wajibu wetu kumuelewesha. Kwanza nimesema ni swali la msingi ambalo anahitaji kujua, lakini kuna mambo kadhaa nadhani hajayafahamu. Jambo la kwanza, amewafikiria Waislamu tofauti. Anasema Uislamu, Ibrahimu alikuwa na watoto wawili. Hapa nadhani amezungumzia wale watoto wa kimaagano. Ndio. Sababu unaposoma Biblia watoto wa kimaagano ni wawili tu. Kwa maana ni Isaka na Ishmael, au Ishmael na Isaka. Hao ndio watoto wa nini? Wa kimaagano. Lakini kwa mujibu wa Biblia ana watoto wengine. Ibrahimu alizaa kwa wale mwanamke wa Ketura, sawa, ambao ni watoto wale 6. Jumla wanapatikana 8. Lakini hao watoto vizazi vyao havielezewe pahala popote. Sawa, yani wameelezwa tu alafu wakaishia hewani. Kwa sababu gani? Hawakuwa watoto wa kimaagano. Kwa hiyo unamkuta mtoto wa kimaagano ni Ishmael na Isaka. Ndio maana hawa wameelezewa sana, kwa sababu hawa ndani yao kuna kitu cha Mungu ambacho kinapatikana ndani ya hawa watoto wawili. Sasa yeye anasema kwamba Waislamu tunasema Ibrahimu ni Muislamu na Ishmaili ni Muislamu. Lakini alipokufa Ibrahim, maana yake alimwachia Uislamu nani? Ishmaili. Na alipokufa Ishmaili, maana yake hapa, je, Ishmaili alimwachia nani Uislamu? Ukaendelea mpaka kumkuta Mtume Muhammadi. Ina maana ulikufa baada ya Ina maana Uislamu hapa ulikufa baada ya Ishmaili. Sasa kwanza hapa ndo nikasema ana tatizo kidogo hapa la kuelewa, tunahitaji kumuelewesha. Waislamu hatusemi Ibrahimu na Ishmaili ni Waislamu, bali Waislamu tunasema manabii wote waliotumwa na Mungu, akiwemo Ibrahimu mwenyewe,
akiwemo Ishmaili, akiwemo Isaka, akiwemo Yakobo, akiwepo Eliasa, akiwemo Idris, wote walitumwa na Mungu, wote ni Waislamu. Kwa hiyo hata kama akimuona Isaka anafanya kazi ya kumtangaza Mungu, Isaka ni Muislamu. Hata akimuona Yakobo ni Muislamu. Hata akiona manabii wote wale ni Waislamu. Labda wanasumbuliwa sana na neno Uislamu. Mimi nadhani hapa ni sehemu ya shida kidogo. Mara nyingi sasa tukutana na hii hoja, hawataki hata kujua Uislamu ni nini. Kwa sababu kabla hujasema huyu sio Muislamu, lazima ujue Uislamu wenyewe ni nini. Kwa hiyo huyu ametanganisha kwamba Ibrahimu na Ismaili ndio wameleta Uislamu kwa mujibu wake, wa akili zake na fikra zake. Na upande wa huku umeleta dini nyingine. Kwa hiyo hana shida na Uislamu wa Ibrahimu na Ismaili. Hapana. Ana shida mbona ulipotea hapa Uislamu, walikuja nao. Yaani mbona hapa baada ya kufa Ismaili sasa inaonekana hapa Uislamu ukafa. Baada ya miaka mingi akaja kuibuka mtu Muhammad sasa, na ule Uislamu wa Ismaili ndo anaweka hoja, inawezekana vipi hapa Uislamu, je ulikufa? Ndio tunamwambia kwamba Uislamu haujawahi kufa, kwa sababu Uislamu aliyeanzisha sio Ibrahimu na Ismaili. Uislamu ni kuanzia toka Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Kuanzia Adam, Mungu anamuumba tu. Imani aliyopewa Adam ni Uislamu. Sasa Uislamu ni nini? Lazima kidogo ili tulieleze ili watu waelewe. Uislamu ni dini ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi. Lakini neno lenyewe hili Islam lina maana nyingi ambazo zimetafsiriwa. Islam ina maana ya amani. Islam ina maana ya kujisalimisha mbele ya Mungu, yani kuacha mambo yote ambayo yanaenda kinyume na Mungu na kukubali kuwa chini ya sheria za Mwenyezi Mungu. Huo ndio nini? Uislamu. Sasa ukitaka kusema Adamu hakuwa Muislamu, Ibrahimu hakuwa Muislamu, tafsiri yake unasema hawa wote hawakujisalimisha mbele ya nani? Mbele ya Mungu, na wala hawakuwa wanafuata sheria za nani? Za Mungu. Lakini kama unakubali Ibrahimu alikuwa ni Muislamu, maana yake kwa tafsiri ya lugha ya Kiswahili, maana yake Ibrahimu alikuwa anafuata, alijisalimisha mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Na ndio maana ukirejea kwenye Qur'ani pale Mungu anamwambia Ibrahimu, nyenyekea. Hii ni 2:130. Hebu tuisome watu wapate picha kwanza. Na nani atajitenga na mila ya Nabii Ibrahimu akaichukia dini hii ya Kiislamu? Isipokuwa anaitia nafsi yake katika upumbavu. Naam. Na ya kwakini sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia. Na kwa hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Ndio. Kumbukeni habari hii Mola wake alipomwambia Aslim. Aslim kwenye lugha ya Kiarabu. Neno limetumika aslim. Tafsiri ya Kiswahili nyenyekea. Ananyenyekea nini? Sio la msingi hapa. Aslim, nyenyekea. Anyenyekea nini? Sheria za Mwenyezi Mungu. Nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Maana yake aslamtu li rabbil alamin. Unaona? Nimenyenyekea, kwa hiyo nimekuwa Muislamu kwa Mola. Yaani ananyenyekea sheria za nani? Za Mungu. Nimekuwa chini ya Mola. Kwa hiyo ukisikia neno Islam, maana yake ni unyenyekevu wa kuzinyenyekea sheria za nani? Za Mungu. Kwa tunapokuambia kwamba Adamu alikuwa Muislamu, maana yake alikuwa mnyenyekevu kunyenyekea sheria za Mungu. Tukikwambia kwamba Ibrahimu alikuwa Muislamu, maana yake alikuwa mnyenyekevu kunyenyekea sheria za Mungu. Kwa ukikataa hawa hawakuwa Waislamu, tafsiri yake unakataa hawa hawakuwa wanyenyekevu katika sheria za nani? Za Mungu, utakuwa na matatizo. Tatizo la ndugu zetu walio wengi wanatafsiri Uislamu hivi kwamba ile bunya al-Islamu ala khamsat, kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Sasa wanasema ya kwanza kukubali Mungu mmoja, ya pili Mtume Muhammad. Sasa wanakuuliza swali, wapi Ibrahimu amemkubali Muhammad ili awe Muislamu? Wapi Musa amemkubali Muhammad ili awe Muislamu? Wapi amekwenda kuhiji ili awe Muislamu? Wapi sio amefanya hivi ili awe Muislamu? Ndio tatizo lao. Wanashindwa kuelewa kwamba kila nabii anapokuja huwa yeye ndio nabii wa umma huo. Kwa hiyo ili yule mfuasi wake ndio anatakiwa ili awe Muislamu. Kwa mfano, wakati wa Musa ili uwe Muislamu unatakiwa umkubali Mwenyezi Mungu mmoja na ukubali kwamba Musa ametumwa na nani? Na Mungu. Ukikubali hivyo maana yake wewe umekuwa nini? Muislamu wakati wa Musa. Na wakati wa Muhammad maana yake unamkubali Mwenyezi Mungu mmoja na unamkubali nani? Mtume Muhammad. Ukikubali hivyo maana yake wewe umekuwa nani? Muislamu. Sio eti mtu wakati wa Musa akamkubali Muhammad wakati Muhammad mwenyewe hajatumwa. Yaani Muhammad hayupo wala hajaleta ujumbe, sasa anamkubali, anakubali kitu gani? Kwa utaona hapo
kuna tatizo kwanza la uelewa. Nitaka tuanze kwenye ile eneo kwanza, ili ndugu aliuliza hili swali aweze kuelewa pia hata tunaposema Uislamu tunakusudia kitu gani. Kwa hiyo maana yake sasa, Ibrahimu alikuwa Muislamu, Isaka alikuwa Muislamu, Yakubu alikuwa Muislamu, Ismaili alikuwa. Kuna pointi kwamba ikiwa amekubali Ibrahimu alikuwa Muislamu, ndio anakataaje mtoto wa Ibrahimu kuwa Muislamu? Sasa inawezekana labda amekubali kwenye ile tunaita ni kama technical question. Yani anakuwa amekubali kitu ambacho hajakikubali. Yani amekubali kwa kujengea hoja. Yani kwamba Waislamu wanasema Ibrahimu ni Muislamu. Sawa. Ismaili ni Muislamu. Sawa. Lakini kutoka hapa sasa, mbona tuoni muendelezo? Alikuja nani mpaka kaja kwa Mtume Muhammad? Yani maana yake ni ile hali ya kukubali, sawa, kwa kujengea hoja. Sawa. Sasa kwa sababu hiyo ndio tunataka akubali, sio kwa kujengea hoja. Ibrahimu alikuwa ni Muislamu. Sasa anaweza akasema hapana, Wakristo wengi wanaamini kwamba Isaka alikuwa na dini ya Kiyahudi. Hakuna nabii yoyote wa Mungu, wala huwezi kuthibitisha kwenye maandiko nabii yoyote wa Mungu aliwahi kuwa na dini ya Kiyahudi. Ila unaweza ukajenga hoja, kwa nini inaweza kuitwa dini ya Kiyahudi? Uyahudi umegawanyika katika namna mbili. Kuna Uyahudi kwa maana ya kabila, sawa, kuna Uyahudi kwa maana ya dini. Sasa Uyahudi kwa maana ya kabila ndio ule ambao kila nabii wa Bani Israeli alikuwa ni Myahudi, kwa maana walitumwa. Hiyo ni kabila. Kwa tunaposema dini ya Kiyahudi, kwa sababu Mungu alijifunua kwao wale Wayahudi. Kwa hiyo watu wanaweza kusema ile ni dini ya Wayahudi. Kwa mfano, labda unakuta kuna mila fulani iko kwa Makonde tu, watu wengine hujaiona kwao. Kwa hiyo mtu akiwaona anasema ile ni mila ya nini? Ya Kimakonde. Lakini sasa ile mila yenyewe ya Kimakonde sasa, kwa kuwa imetoka kwa Mungu, inakuwa ni ya Wamakonde. Kwa ile dini ilikuwa hii dini ya Kiyahudi, lakini sio kwa maana ya sasa. Dini ya Kiyahudi kwa maana ya sasa ndio inasema Yesu ni mtoto wa zinaa. Hii dini ya Kiyahudi kwa maana ya sasa inasema Kristo hajaja. Sawa, Wakristo wanaamini Kristo aliyotabiriwa ameshakuja, ndio Yesu. Lakini Wayahudi wanasema Kristo bado hajafanya nini? Hajaja. Na ukiwaambia kuhusiana na Yesu, Wayahudi wanasema nini? Yesu ni mtoto wa zinaa. Kwa hiyo hii dini ya Kiyahudi hii tunayoiona hapa haikuwa dini ya Musa. Kwa hiyo Musa hajawahi kuwa na dini ya Kiyahudi kwa maana hii dini ya Kiyahudi hajawahi kuwa nayo. Ila Musa alikuwa ni Myahudi mwenye dini ya Kiislamu, yani maana yake alikuwa ni mnyenyekevu katika sheria za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Kiswahili tunasema Muislamu. Sasa tuje kwenye hoja yetu ambaye ameijengea, ameuliza. Kuna msingi sana sasa wa kuifundisha hii hoja sasa. Kwenye hoja Maalim Shafi na wasikilizaji wetu ambao mnafuatilia katika chaneli ya Ustadh Shafi Shomari Pango, ili muweze kupata faida vizuri. Katika swali lake, kwanza tunataka aelewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajamleta Nabii Ibrahim, huko nyuma Mungu alikuwa anatuma nabii mbalimbali bila kujali kabila lao wala nini. Kwa mfano, walikuwa Nuhu, sawa, Ibrahim mwenyewe, Ibrahim sio Muisraeli, Ibrahimu ni mtu wa huko Iraki, Uru au Karidao. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawatuma manabii wengi tu, kina Luthi aliwatuma huko nyuma, sawa, wa kutoka. Lakini ilipofika wakati wa Ibrahim, Mungu akabadilisha utaratibu. Akaweka sasa maalum kabisa kwamba sasa unabii utakuwa kwenye kizazi cha Ibrahimu peke yake. Hapo Mungu akafunga hapo. Ushahidi huo unapatikana wapi? Qur'ani sura ya 29 aya nambari 27. Nataka tutakuja kuongelea kwanza kwenye Qur'ani, baadaye tunaweza tukagusa kidogo huko Biblia, lakini msingi wetu kwanza nataka tuanzie kwenye Qur'ani. Na tulimpa kumzaa nabii Ishaka. Naam. Na kumjukuu nabii Yakubu. Naam. Na tukaweka katika kizazi chake unabii na kupata kitabu. Na tukampa ujira wake katika dunia, naye katika akhera kwa yakini atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Asante. Kwanza alhamdulillah, Mwenyezi Mungu hapa anatuonesha kitu. 26 utapata. 26 sawa. Basi nabii Luthi akamwamini na akasema, nabii Ibrahim, hakika mimi nahamia katika nchi aliyoniamrisha Mola wangu, na bila shaka yeye ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Na tulimpa Ibrahim kumzaa nabii Ishaka na kumjukuu nabii Yakubu, na tukauweka katika kizazi chake unabii. Sawa. Hapa kuna vitu kidogo. Mara nyingi aya imekuwa ikitafsiriwa na ndugu zetu pia kimakosa. Ndio. Wanasema tukampa nabii Ibrahimu, sawa, kumzaa Isaka na Yakobo, na tukaweka katika kizazi chake unabii. Sasa wanasema kizazi chake unabii, hapa maana yake inamkusudia Isaka na nani? Na Yakobo.
Hapo ndo kuna tatizo. Lakini hakusema tukaweka katika kizazi chao. Neno ingesema tukaweka katika kizazi chao unabii, ingekuwa inamhusu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Lakini ikamwacha Yakobo, ikamwacha Isaka, hapa imemuelezea tu kuwazaa, lakini ikawaacha wote hao. Ikasema tukaweka katika kizazi chake Ibrahimu unabii. Kwa hiyo unabii ukawekwa katika kizazi cha Ibrahimu. Sasa Mungu alianza kufanya kazi na nani? Kwa ni swala lake la unabii. Alianza kufanya kazi na Ishmail au na Isaka. Alifanya kazi na Ishmaili na alifanya kazi na Isaka. Kwa sababu kwa mujibu wa Qur'ani, Ishmaili ni nabii na Isaka ni nabii. Ile ahadi ya Mungu ya kuweka katika kizazi cha Ibrahimu unabii ikatimia. Kwa sababu Isaka naye ni nani? Nabii na Ishmaili nabii. Kwa hiyo kizazi cha Ibrahimu Mungu akatimiza ule unabii wa kusema tutaweka katika kizazi chake unabii. Sasa baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliendeleza kizazi cha unabii kwa Isaka. Si naeleweka vizuri? Ishmaili ni nabii. Mipango ya Mungu sasa. Wajua Mungu ana utaratibu wake Sheikh Shafi. Sawa. Sheikh Shafi Mungu anaweza akataka familia yenu muwe matajiri. Lakini akasema Sheikh Shafi ndo atakuwa wa kwanza kupata hela. Sheikh Shafi atamsaidia ndugu yake fulani. Sheikh Shafi atafilisika. Alafu yule ndugu yake fulani atakuja kuwa tajiri mkubwa. Sheikh Shafi mwenyewe anaweza kwenda kwa yule ndugu yake akafanya nini? Akamuomba. Sasa watu wakiuliza utajiri wa huyu ndugu yake aliupata vipi? Wasema chanzo Sheikh Shafi. Huyu Sheikh Shafi ambaye hana kitu, huyo ndio chanzo. Kwa hiyo Mungu ana utaratibu wake wa namna gani ya kufanya mambo yake. Miongoni mwa utaratibu wa Mungu sasa alioutumia, hao wote walikuwa ni manabii. Lakini Mwenyezi Mungu hakuendeleza unabii sasa kwa Ishmaili wakati ule ule. Unabii ukaendelezwa kwa nani? Kwa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Mungu akawa anajifunua tu kwenye taifa moja tu la Bani Israeli. Sio nje hapo. Ndio maana Mwenyezi Mungu na hapa tuendelee kidogo. Tuendelee kidogo na. Ili tuone katika ile 2:130. Sawa. Kwamba Uislamu je ulikufia pale au uliendelea na. Au hawa kina nani Yakobo walikuwaje? Sawa sawa. Ili hapa kuna kitu kidogo atajifunza hapa. Sawa sawa. Hapa anasema na Ibrahimu akawahusia haya wanawe. Sawa sawa. Na Yakobo pia akawahusia wanawe. Ndio. Enyi wanangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini hii. Basi msife ila nanyi mmekuwa wanyenyekevu. Maana yake fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hiyo tunaposema Uislamu maana yake ni kunyenyekea sheria za Mungu. Sasa hapa Sheikh kwa maana Yakobo na wanawe Yakobo, Isaka wote hao walikuwa Waislamu na watoto wa Yakobo. Naam. Wale mataifa 12 Mungu anasema aliwahusia dini gani? Uislamu. Nani aliwahusia? Ibrahimu. Ambaye Ibrahimu ndio chanzo cha wao. Kwa hiyo akawahusia dini gani? Uislamu. Kwa hiyo tunaposema Uislamu sio wa Ishmaili tu kama ndugu yetu alivyodai. Hata Isaka mwenyewe na Yakobo na wanae. Shebakozi kuna kitu hapa. Naam. Anasema na Ibrahimu akawahusia haya wanawe, imeisha. Sawa. Na Yakobo pia akawahusia wanawe. Yaani maana yake walikuwa wanapasiana kama vile Sheikh Shafi. Wewe ukiona mimi bana niwahusia wanangu kabla sijaondoka, naambia jamani mshikamani na huu Uislamu. Ikatokea wewe ukafa. Sawa? Na wewe mwanao naye anawahusia wanae Uislamu. Kwa hiyo ina maana kwamba wote walikuwa wakihusiana nini? Uislamu. Tafsiri ya Kiswahili maana yake wakihusiana kuwa wanyenyekevu katika sheria za nani? Za Mungu. Yaani wasiondoke kwenye mfumo wa kumtii la ilaha illa Allah. Sasa huyu alichokuwa hajaelewa alizani Uislamu uko katika silsila ya Ismaili. Alafu huku kwa Isaka kuna dini nyingine. Hiki ndio kilichompa shida. Sasa hii Qur'ani inaonyesha kumbe Ibrahimu ni Muislamu, Ismaili Muislamu, Yakobo Muislamu, Isihaka Muislamu na wale bani mataifa 12 ya wana wa Israeli. Bani Israeli wote kwa ujumla wao walikuwa Waislamu. Kwa hiyo Uislamu haukufia kwa Ismaili. Hapana. Hapana. Hilo sasa ndio tunataka aelewe kwamba Uislamu haukufia kwa Ismaili. Uislamu uliendelea. Lakini sasa yeye kwa sababu alikuwa anadhani kwa nini sasa manabii kutoka ni kweli Ismaili hakuna tarehe yoyote kwamba Ismaili akamzaa nabii fulani, akamzaa nabii fulani, akamzaa nabii fulani mpaka kutokea Mtume Muhammad. Hakuna hiyo tarehe. Isipokuwa Ismaili alikuwa ni nabii, akafanya kazi yake ya
ya unabii, lakini baada ya hapo sawa, Mungu akaamua sasa kuanza kwanza na nani? Na Isaka. Akaweka unabii katika kizazi cha Isaka. Sasa baada ya miaka mingi kupita, Mungu sasa akarudisha tena kupeleka unabii kwa kizazi cha nani? Cha Ishmaili. Sasa na kuna sababu kwa nini wana wa Israeli walinyang'anywa huu ufalme sasa wa kimungu wakapelekewa. Kuna sababu. Tutaangalia aya kama 2-3 hivi kwenye Qur'an na kwenye Biblia. Nafikiri tuanze kwenye Qur'ani, surati Maida, sura ya 5 aya ya 70. 5:70, naomba tuanze hapo, alafu tutaangalia na kwenye Biblia ili watu waelewe na wajue. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa yakini tulichukua ahadi ya wana wa Israeli Mayahudi kuwa watafuata, na tukawapelekea mitume, lakini kila mara alipowafikia mtume kwa yale zisiyopenda nafsi zao, wengine katika mitume hao waliwakadhibisha na wengine wakawaua hasa. Unaona sasa, kumbe Mungu alichukua ahadi kwamba hao watu watafuata sheria ya Mungu. Sawa, wale wa Israeli wasema nyinyi nachukua ahadi kwenu kwamba nyinyi mtaishi kwa kufuata sheria ya Mungu. Lakini Mungu alipokuwa akiwapelekea mitume sasa, wakawa wengine wanawakadhibisha, kwa maana wanawapinga. Wasaje sio mtume wa Mungu, uongo tu na nini, wakawa wanawapinga. Lakini hawakuishia kwenye kuwapinga tu, wakawa mpaka wanawaua manabii wa Mungu. Sasa baada ya kuwa wanayafanya hayo ya kuwapinga na kuwaua manabii wa Mungu, Mungu sasa akaamua sasa, kumbe nyinyi ili agano la Ibrahimu la kuweka unabii katika kizazi cha Ibrahimu ambaye ni Isaka na Ishmaili, ambaye Mungu ameamua kuanza na Isaka, nyinyi lakini mmekataa kukubali sheria za Mungu. Sasa Mungu analihamisha ili agano, analipeleka kwa mtoto mwingine wa Ibrahim vile vile, ambaye ni nani? Ni Ishmaili. Sasa Ishmaili kupitia nani? Kupitia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maagizo yakawa tofauti. Hawa wa Isaka walikuwa wanatumwa kwa bani Israeli tu, basi peke yao. Yani hawa walikuwa ni kwa ajili ya hawa watu, kabila la wana wa Israeli tu. Kwa hiyo nabii yote akija ni kwa ajili ya wana wa Israeli, na hata alipokuja Bwana Yesu pia ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Lakini alivyohamisha kwa Ishmaili na majukumu yakageuka, akapewa Muhammad kwamba sasa majukumu yake Muhammad yatakuwa kwa watu, kwa ulimwengu mzima. Kwa akaja kuwa mtume sasa wa dunia nzima. Kwa hiyo yeye akawa ndio nabii wa mwisho na ndio mtume kwa dunia nzima. Kwa utaona sababu ambayo Mungu ameieleza hapo ya kuhamisha ni kwa sababu walishindwa kumtii. Je, hii ni Qur'ani peke yake? Tusome pia kitabu cha Mathayo sura ya 21 kuanzia 43 tuanzia 43. Yesu anasema kwa sababu hiyo nawaambia. Yesu huyo. Kwa sababu hiyo nawaambia. Naam. Ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu. Naam. Nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Naye angukia juu ya jiwe hilo atavunjika. Na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tikiti. Sawa. Sasa kabla tujaanza hapo, kwa sababu hiyo andiko limeanza kwa sababu hiyo, hem tuanzie hapo juu kidogo. Hiyo sababu hiyo 41. Sababu hiyo ni ipi? Wakamwambia. Yesu akawaambia, mkusoma katika maandiko? Jiwe walilolikataa waashi. Ndio nilikuwa nataka hiyo kio. Jiwe walilolikataa waashi. Hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni penu. Kwa sababu hiyo sasa hapo tunaanza. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Hawa wana wa Israeli hapa anazungumzia nani? Ukienda kwenye hiyo jiwe lililokatawa waashi ni unabii huo. Ndio. Sawa? Na hata yeye mwenyewe Yesu unafanya nini? Unamuhusu huo unabii. Hawa bani Israeli kama tulivyoona kwenye Qur'ani, kila nabii alipokuwa akija akiwaletea ujumbe wa Mungu, wao walikuwa wanafanya nini? Wanaukataa. Kila akija wanaukataa. Kila akija wanaukataa. Sasa Mungu hapa andiko Yesu anasema jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa sababu hiyo ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa taifa jingine. Sasa unaondolewa kwa kina nani? Kwenu kina nani? Wana wa Israeli. Ufalme wa Mungu ni upi? Ni ujumbe wa Mungu wa kuletewa manabii. Kwa wale manabii Mungu anasema ile kazi sasa ya manabii kwa anakuja kwenu nyinyi, ndio mnafanya hiyo kazi, inaondolewa kwenu. Na ndio maana ili kuthibitisha haya, toka alivyoondoka Yesu, ni nabii gani mwingine amekuja kwa wana wa Israeli? Hakuna tena. Je, Mungu yule hayupo? Toka alivyoondoka Yesu, yani akili tu ndogo tu Mkristo itumia hapo.
Mungu alikuwa anatuma manabii kwa wana wa Israeli kila siku. Anatuma. Lakini Yesu anasema kwa sababu hiyo ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa taifa jingine. Toka Yesu aondoke, kuna nabii yoyote mwingine ametumwa kwa wana wa Israeli? Jibu hakuna. Kwa kuwa hakuna, maana yake kauli ya Yesu imefanya nini? Imetimia. Kwa hiyo wanapewa taifa jingine ambalo sasa haliwezi kutoka nje ya Ibrahimu. Kwa nini? Kwa sababu ahadi ya Mungu ni kuweka unabii kizazi cha Ibrahimu kwa mujibu wa Qur'an sura 29 aya 27. Maana yake ni kizazi cha Ibrahimu. Kwa hiyo kwa kuwa ni kizazi cha Ibrahimu peke yake, kizazi cha Isaka baada ya kuyafanya haya, Mungu anauondoa ule ufalme, anapeleka kwenye kizazi cha nani? Cha Ismaili. Na kuna neno hapa, nalo ajabu machoni petu. Yaani kwamba hilo jambo linawashangaza. Linawashangaza sana. Sababu wamezoea unabii ni huko tu. Wao wanaona kwamba kila siku hili jambo ni ajabu machoni kwetu. Ametengeneza kama question mark. Akatengeneza swali. Tunashangaa hili jambo. Kwa nini? Kwa sababu wao wamezoea, na hata Wakristo wote wanahoji hivyo kwamba, lakini mimi Wakristo wao kidogo siwaelewi katika kuhoji hilo swali. Mkristo anasema unabii hautoki nje ya Israeli. Lakini wakati huo kuna nabii wa Kikristo. Yaani anatokea mtu Mbeya anasema mimi ni nabii. Mkristo huyo ambaye amesema unabii hautoki nje ya Israeli, anamkubali yule nabii. Anatokea nabii Bukoba, Tanzania, anatokea nabii Ulaya, yaani anatokea mtu anasema mimi ni nabii, Mungu amenituma na ni nabii wa Mungu, anamkubali. Lakini akirudi kwenye andiko hilo anasema unabii hautoki nje ya Israeli. Sasa unabii hautoki nje ya Israeli kwa kumkataa Muhammad tu. Ila akija mzungu akisema mimi ni nabii, Wakristo wote wanasema yes, huyu nabii, na wanakwenda. Lakini Muhammad sio nabii. Kwa nini unabii hautoki nje ya Israeli? Yaani hautoki nje ya Israeli kwa sababu ya Muhammad tu? Hautoki nje ya Israeli kwa kila nabii? Mbona manabii wengine wanaojiita manabii mnawakubali, lakini kwa Muhammad peke yake anasema unabii hautoki nje ya Israeli? Lakini Mungu anathibitisha kwamba ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa taifa jingine lenye kuzaa matunda kwa wakati wake. Taifa jingine hilo ni lipi? Ndio kwenye kizazi cha nani? Cha Nabii Ismail, ndio ujio wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Galatia 4:21 Galatia 4:21 muhimu sana hiyo aya. 4:21 inasema, niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Simama kidogo Shashafu. Hapa kuna kitu kidogo cha Wakristo watakuwa wajifunze pia. Huyu ni Paulo. Paulo anasema imeandikwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Kuna swali la kujiuliza. Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Paulo anasema hivi, lakini Biblia inatuonesha Ibrahimu alikuwa na watoto wengine 6. Swali la kujiuliza, kwa nini Paulo aseme wawili, asiseme Ibrahimu alikuwa na watoto 8? Ukichukua wale 6 wa Ketura na Isaka na Ismaili, jumla wanakuwa wangapi? 8. Kwa nini Paulo aseme Ibrahimu alikuwa na wana wawili, hajasema Ibrahimu alikuwa na watoto 8? Maana yake nini? Hapo bako sikupaelewa pagumu, inatakiwa akili kubwa sana. Unatakiwa akili kubwa, utafakari. Yaani Mkristo tu ukae peke yako ujiulize kama Ismaili hana lolote. Yaani kama Ismaili hana lolote, kwenye fungu la watoto wa Ketura. La watoto wa Ketura. Useme tu Ibrahimu alikuwa na mtoto mmoja. Kama tunazungumzia wana wa sheria. Wana wa sheria kwa maana ya maagano. Sawa. Kwa nini Ismaili asiwekwe pembeni? Lakini Paulo anamuingiza wapi? Ismaili asema Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Maana yake hao anawapa haki iliyo sawa. Lakini yule wale 6 wamewekwa pembeni. Maana yake hawa ni wana wa sheria, wana wa kimaagano, wana wa kiunabii, ndio wanaotajwa hapa. Endelea. Mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Ndio. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Yule wa muungwana kwa ahadi. Ndio. Mambo haya husemwa kwa mfano. Ndio. Kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Mmoja kutoka mlima Sinai lizalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni. Swali la msingi ni mambo ya kujitafakari. Kwa nini Hajiri afananishwe na mlima wa Sinai ulioko Harabuni? Na Hajiri ndio alomzaa nani? Ismaili. Na unaposoma historia yote ya duniani kuhusiana na Ismaili, unamkuta Ismaili vizazi vyake ni watu Arabu. Ni Warabuni. Sasa maana yake hao wote wameitwa ni maagano haya mawili.
moja linalozaa nini kwa utumwa. Kwa nini limeitwa kuzaa kwa utumwa? Ni kwa sababu Hajiri alipatikana kutokana na njia hiyo. Alichukuliwa kule kama zawadi, akaletwa pale na akachanganya baina ya weusi walikuwa Afrika, Misri. Kwa yule ni mweusi Hajiri kutokea Misri. Kwa hiyo Hajiri anachukuliwa, anapelekwa pale na anakuwa mke wa Ibrahim. Kwa sababu utaratibu wa zamani ilikuwa kijakazi, yani kama wewe ni mwanamke una kijakazi wako, ulikuwa una uwezo kumwambia mume wangu, kijakazi wangu huyu mchukue awe mke wako. Na ndivyo alivyofanya Sara. Ndio alivyofanya Sara. Na ukimchukua hivyo kwa mujibu wa sheria anakuwa nani? Anakuwa mke wako kwa sheria za wakati ule wa zamani. Kwa hiyo kulikuwa hakuna shida juu ya hilo. Kwa hiyo Hajiri akawa mke wa Ibrahim. Na ukitaka kujifunza kwamba Mungu ameweka kitu kikubwa sana kwa Hajiri. Hii nataka Wakristo hapa mzingatie. Alafu mtafakari nyinyi wenyewe hapa. Kitu gani nataka mtafakari? Hebu angalia ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahim katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Mwanzo 15 aya ya 5. Hebu tuangalie Mwanzo 15:5. Iangalie hii ahadi ambayo Mungu anampa Ibrahim, na ahadi hii Mungu amempa Sara, amempa Hajiri, hajampa Sara. Utaona kwamba kuna kitu kikubwa kiko hapo. Ukisoma moja inazungumzia hivi, na tuanzie hapo. Baada ya mambo hayo, neno Bwana likamjia Ibrahim katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakamiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu alizwa nyumbani kwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje, akasema, Tuta taratibu kidogo. Hapa kuna vitu, ndio maana akisema kuna Biblia, mtanisamee, lakini kuna interpretation nyingi sana. Yaani kuna mambo ya masahihisho yaliyofanyika kwenye Biblia ya kugeuza vitu kwa makusudi maalumu. Kwa sababu ukiangalia ile andiko kuna kitu leo nataka Mkristo aende akajifunze. Mungu anamwambia Ibrahim kwamba Ibrahimu, huyu kijakazi wako hatokurithi, Eliezeri Mdameski hatokurithi, bali atakayekurithi ni mtoto atakayetoka kwenye viuno vyako. Mungu anamchukua Ibrahim, anamwambia twende nje, anamtoa nje. Hapa kuna maswali ya kujiuliza ambayo yatakuja sasa. Cha kwanza, kumbe huyu anayetolewa nje, huyu mtoto atakayepatikana atakayekuwa na sifa hizi ambazo zimetajwa hapa nje. Yaani Ibrahimu anatolewa nje. Huyu mtoto anayemrithi Ibrahimu atakuwa na sifa hizi ambazo zinatolewa nje, anayetoka kwenye viuno vya Ibrahimu. Maana yake Ibrahimu atashughulika, atapatikana mtoto. Yule mtoto anayepatikana hapo ataenda kupata hichi kinachoelezwa hapa nje. Endelea na hiyo aya. Akamleta nje akasema, tazama sasa kule mbinguni kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Kuna maswali hapa Wakristo ya kujiuliza. Huyu mtoto wa ahadi wa Ibrahim ambaye Mungu anamwambia hapa atakuwa mrithi wake. Cha kwanza, Ibrahimu anatolewa nje, anaambia utamzaa mtoto, tazama nyota zitakavyokuwa nyingi. Hizo nyota ukiweza kuzihesabu hizo au hautoweza kuzihesabu, ndivyo utakavyokuwa mwingi uzao wako. Swali, taifa la wana wa Israeli lina watu wachache sana duniani kuliko taifa lolote. Sawa. Na wanahesabika kwa idadi, yani wanajulikana ni wangapi. Swali la kujiuliza Wakristo, watoto wa Ishmaeli ni wangapi duniani? Jibu halijulikani, maana yake hawezi kuhesabika. Unarudi kwenye ile ahadi ya Mungu, anamwambia Ibrahimu, angalia nyota. Jinsi nyota zitakavyokuwa nyingi ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Maana yake mtu hawezi kuhesabu nini? Nyota. Na ndivyo watoto wa Ismaili usivyoweza kufanya nini? Kuhesabu. Mpaka leo vizazi vya Ismaili havijulikani wako idadi ya watu wangapi. Lakini vizazi vya Isaka mpaka leo vinajulikana wako wangapi. Hiyo elimu inataka watu wenye uelewa sana. Ujifikirishe sana. Yaani akili lazima ukae chini utafakari. Kabisa. Kwa sababu Mungu anamwambia huyu atakayezaliwa nyota zile uzao wake hautaweza. Lakini wana wa Israeli walikuwa wanahesabika. Na hata ukisoma Ufunuo majina yao na hesabu zao zote zinahesabika. Sio hivyo, hata kipindi cha kuzaliwa Yesu kulikuwa kuna sensa maalumu ya kuhesabu wana wa Israeli. Sasa kama tunaingiza kwenye hii hoja hapa wanakusudiwa ni wana wa Israeli, mbona wanahesabika? Kwa hiyo Mungu alipomwambia Ibrahim, tizama nyota zitakavyokuwa nyingi, hawatahesabika, alikuwa muongo? Jibu linakuja, Mungu hakuwa muongo. Ahadi hii ilikuwa haimuhusu Isaka. Ahadi hii wala ilikuwa haimuhusu Sara. Ahadi hii ilikuwa inamhusu Hajiri. Kwa nini ahadi hii ilikuwa inamhusu Hajiri? Tusome Mwanzo 16
mstari ule kuanzia wa 10. Twende tukaone kitu pale Mungu anamwahidi nini Hajiri. Alafu linganisha na ahadi hii ya Ibrahimu hapa. Utaona ahadi hii inakwenda kwa Ishmaili moja kwa moja, wala ahadi hiyo haiendi kwa Isaka wala kwa Hajiri. Ngapi tusome? Tusome Mwanzo 16. Mwanzo sura ya 16, hiyo ni 20. Hiyo ni 17. Twende 20 sio? Mwanzo 16. Hii unasoma ni 17. 16. Mwanzo 16. Aya ngapi? Tuanzie aya nambari 10 nafikiri. Kuna kitu nataka tukipate hapo. Malaika Bwana akamwambia Malaika Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa. Ndugu msikilizaji, ukianzia juu, ukianzia Mwanzo 1, Mwanzo 16 mstari wa kwanza, hapa anakusudia, anaambiwa hizi ahadi Hajiri, baada ya Hajiri kukimbia kutoka kwa Sara. Akaondoka akaenda sehemu akawa anakaa na Lia. Malaika wa Mungu akamtokea, akamwambia Hajiri, usilie wala usihuzunike. Cha kwanza utamzaa mtoto. Jina la mtoto huyo utamuita Ishmaili. Mungu akaanza kumwaga sifa za huyo mtoto ambaye tutakuja kuziangalia kidogo hapo, ndio kwenda kumalizia. Akamwaga sifa za huyo mtoto. Lakini mwisho akamwambia, wewe Hajiri, uzao wako, tazama, uzao wako utakuwa mwingi na wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Ibrahim vile vile anatolewa nje. Anaambiwa utazaa mtoto atakayetoka katika viuno vyako. Toka nje Ibrahimu. Anatoka nje, ukazihesabu nyota. Anasema uzazo wako utakuwa mwingi kama unavyoziona hizo nyota. Na ukirudi pia kwa Hajiri, naye anaambiwa Hajiri, uzao wako utakuwa mwingi, hautahesabika. Kwa kumbe ile ahadi ile aliyopewa Ibrahimu ilikuwa inaenda kwa nani? Kwa Hajiri. Kwa uzao mwingi ambao hautahesabika unatoka kwa nani? Kwa Hajiri, wala hautoki kwa nani? Kwa Sara. Na ndio maana wana wa Israeli walikuwa wanahesabika, lakini watoto wa Hajiri wa Ishmaili mpaka leo huwezi kutoa idadi yao, hawahesabiki kama Mungu alivyoahidi ahadi hii. Lakini vile vile hao watoto ambao hawahesabiki, huyo mtu ambaye anatajwa hapo, ambaye Ibrahim ndo ametajwa kama mrithi, ukianzia kwenye hiyo Mwanzo 15. Sawa? Ukisoma 15 ukianzia juu hapo, utaona ahadi Ibrahimu analia kuanzia 1 na nini anaomba, ndo anaambiwa habari za kuzaa mtoto na nini. Kwa hiyo ahadi inakwenda kwa huyu, lakini utaona sasa zile nilizokuambia masahihisho yaliokuja kufanyika huko baadaye. Unaenda kwenye aya nyingine, ukisoma kwa akili kabisa unaona hapa kuna mchezo. Umeshataja sifa, huwa hutaji kuitaja jina. Yaani kanuni ilivyo, ukitaja kutaja sifa, hakuna mahitaji ya jina. Yaani mfano, ukishataka kuanza kusema kwamba Shafi utakwenda pahala fulani, utakutana na mtu yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Mtu wenyewe Bakos. Alafu unasema kama unasema huyo Bakos. Kulikuwa kuna haja gani ya kuleta mlolongo hayo masifa? Kwa nini nasema hivi? Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo ndio kuna mjadala kidogo. Nafikiri Mwanzo 22:1. Hebu tuisome kidogo hii aya. Hii aya kidogo kuna mambo ya kutafakarisha. Ndio nasema unatakiwa utafakari, uzione hizi. Ndio maana mimi siku moja niliwahi kumsikia kuna bwana mmoja anaitwa Nabii, anajiita hivyo, yule wa Arusha yule anaitwa Jodevi. Niliwahi kumsikia siku moja alisema kanisani kwake kwamba Biblia imefanyiwa masahihisho na kutengenezwa mara 1000. Sasa unatakiwa ukisoma Biblia uwe unaisoma kwa makini mkubwa katika hali ya kuelewa. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu naye akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwana wako wa pekee. Kuna swali la kujiuliza hapa. Kama Ibrahimu alikuwa na watoto wawili, kwa sababu mtoto wa kwanza ni Ishmaili. Maana yake hakuna mtoto mwingine. Sasa Mungu alimwambiaje kwamba mchukue mwanao wa pekee alafu umpendaye, alafu akawe Isaka? Alafu hapa kaambia umpendaye Isaka. Kwa nini? Tulie vizuri hapo. Kizuri sana. Mchukue mwanao. Ibrahimu alikuwa na watoto wawili. Lakini Ismaili alikuwa ni mtoto wa kwanza. Ambaye alikaa miaka 14 kabla hajazaliwa Isaka. Sasa kama watu wote wawili wapo, kwa nini iseme umchukue mwana wako wa pekee? Kwa nini ije wa pekee? Alafu tatu, kama alikuwa anatakiwa Isaka, kwa nini utaje sifa umpendaye? Yaani umpendaye alafu tena nataka useme umpendaye Isaka. Yaani ushawahi kuona Kiswahili gani hicho? Yaani Sheikh Shafi, wewe una watoto. Nije nikwambie Sheikh Shafi, mchukue mtoto wako unayempenda uje naye sehemu fulani. Yaani mimi sihitaji kukutajia jina,
Yaani kwambie mchukue mwanao unayempenda fulani. Sasa hiyo fulani ilikuwa inakujaje hapo? Ndio utaona namna gani hapo hilo neno Isaka ukiliangalia kisomi na kitaaluma kabisa, unaliona jina lililopachikwa. Yaani neno Isaka unaliona kabisa kwenye maarifa limepachikwa. Na ndio maana unaona pale sifa zaelezwa, mchukue mwanao, akasema mchukue mwanao, mwana wako wa pekee. Maana hakuna mwingine. Maana hakuna mwingine. Alafu huu ulikuwa ni mtihani kwa Ibrahimu. Sasa Mungu kama alishampa Ibrahimu, alikuwa anataka mtoto. Siku nyingi anaomba mtoto. Alafu baadaye Ibrahimu katika kuomba kwake mtoto, Ibrahimu anakuja anapata mtoto. Alafu ukae apate wa pili. Hapo akishapata wa pili eti Mungu amwambie mchinje. Sasa akishamchinja sana anabaki na mmoja. Ndio maana Mungu akasema wa pekee ili Mungu apime imani ya nani? Ya Ibrahimu, kwa sababu akimchinja mmoja akibaki na mmoja, Mungu sasa kwa sababu anaye mwingine ndio maana katulia. Sasa Mungu alikuwa anapima imani yake kwa yule mtoto mmoja peke yake. Kwa hiyo al-akhi Ustadh Shafi, kwenye uhalisia kabisa hilo neno Isaka kitaalamu kabisa limechomekwa. Hata kiuandishi haikubali. Yaani huwezi kuandika kitu kwenye uandishi wa namna hiyo. Yaani hata ukiingiza kwenye mifumo ya kifasihi inakataa. Kwa hiyo unaliona kabisa kwamba hili ni jina ambalo limechomekwa tu ili kuiondoa ile hadhi ya nani? Ya Ishmaeli. Kwa hiyo tunamfundisha kwamba Uislamu haukuishia kwa Ibrahim na Ismaili. Hapana. Isipokuwa hata hawa watoto wa Ishaka kwa mujibu wa Qur'ani, kama alivyotaka majibu kwa mujibu wa Qur'ani, basi hawa nao walikuwa Waislamu. Bila shaka. Kwa Mungu hupeleka manabii kwa vile anavyohitaji. Kwa hiyo kwanza alihitaji kwa Isihaka, ambayo kundi la mataifa litatoka kwa Yakobo. Lakini kwa Ismaili Mungu akasema katika 16:20 Mwanzo, atamfanya kuwa taifa kuu. Sasa atamfanya taifa kuu, Ismaili atamfanya. Yaani Ismaili yupo, Mungu anasema atamfanya kuwa taifa kuu. Na sio hilo tu. Tena ukisoma zile sifa inasema Ismaili atakuwa mbele ya ndugu zake wote. Ndugu za Ismaili ni kina nani? Ni Isaka na wale watoto 6 wa nani? Wa Ketura. Mungu anasema Ismaili ndo atakuwa mbele ya nani? Hivi mtu akikwambia wewe utakuwa mbele ya ndugu zako, maana yake nini? Wewe ndio kiongozi wao. Sasa mtu hivi hapa jamani, Wakristo ndugu zangu hapa, mnahitaji kufunuliwa na nini hapa? Atakuwa mbele ya ndugu zake wote, na yeye atakuwa taifa kuu. Sasa Wakristo mwe mnaambiwa Ismaili amekuwaje taifa kuu? Taifa kuu kivipi? Yaani leo tunasema Marekani ni taifa kuu duniani. Kwa nini? Kwa sababu ndio taifa lenye maguvu, lina uchumi mkubwa, lina kila kitu, linaweza kutoa amri kwa mataifa mengine, ndio unakuwa taifa kuu. Sasa huwezi kuwa taifa kuu alafu ka wewe huna kitu, wewe legelege au hujulikani, alafu wewe taifa kuu. Hapana. Kwa hiyo utaona Ismaili alikuwa na baraka kubwa sana. Na tusome 17:20 wasiseme tumechomeka. Na kwa habari ya Ismaili nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana. Atazama Saidi 10 nami nitamfanya awe taifa kuu. Hebu sikiliza hiyo Sheikh Shafi. Kwanza nimekusikia. Nitamuongeza sana. Kwa nini neno sana imetumika mara mbili? Inaonesha msisitizo. Lakini cha ajabu unaweza kuta somo hili la kueleza utukufu wa Ismaili kanisani alielezwi kabisa. Na mtu anasema atafanywa kuwa taifa kuu, hawaelezi taifa kuu kivipi. Hawaelezi. Wanaacha tu. Sasa taifa kuu, ni kweli Ismaili amefanywa kuwa taifa kuu kwa sababu gani? Manabii wote waliokuwa wakitumwa kwa Bani Israeli walikuwa wanatumwa kwa taifa dogo tu la wana wa Israeli. Hao tu. Hakuna nabii wote ambaye alikuwa anatumwa kwa watu ambao sio. Na ndio maana hata Bwana Yesu alipokuwa anaombwa na yule mama Msamaria akasema mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Lakini kutoka upande wa Ismaili akaja Mtume Muhammad sallallahu, yeye akatumwa dunia nzima. Ndio ahadi ile nitamfanya kuwa taifa kuu inakwenda kutimia. Anakwenda kwa kusoma 16:12 sana, naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote. Na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Sasa hebu jiulize swali hapa Sheikh Shafi. Kuna mambo matatu. Anafanywa kuwa taifa kuu. Lakini mkono wa watu wote utakuwa juu ya nani? Ya Ishmaili. Na mkono wa Ishmaili utakuwa juu ya watu wote. Ina maana kama wewe ni Mkristo ni mtu, basi ujue mkono wa Ishmaili uko juu yako wewe. Hivi leo nikisema mkono wa Mungu uko juu yangu, maana yake nini? Baraka za Mungu ziko kwangu. Sawa? Sio kwa maana ya mkono. Kwa hiyo watu wote watamwangalia nani?
watajiegemeza kwa Ismaili. Sasa wanajiegemeza vipi kwa Ismaili? Ndio Mungu akamleta bwana mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, akamtuma mtume kwa watu wote. Kwa hiyo watu wote wa dunia nzima mtume wao ni bwana mtume Muhammadi. So, kwa hiyo hapo ndio mkono wa Ismaili sasa unakuwa juu ya watu wote, na watu wote mkono wao unakuwa juu ya nani? Ya Ismaili. Lakini mbele yeye atakuwa mbele ya ndugu zake wote. Maana yake nini? Manabii wote waliotangulia walikuwa wanatumwa maeneo, lakini amekuja bwana mtume Muhammad sallallahu yeye ametumwa kwa watu wote. Kwa hiyo huyu mtume Muhammad amekuwa mbele kuliko mitume wote, na ndio maana sisi tunasema Muhammad ni imamul anbiya, yeye ndio kiongozi wa nani? Wa manabii. Bishara inakwenda kutimia kule kwa Ismail kwamba yeye atakuwa ndiyo kiongozi, ndio mbele ya ndugu zake wote. Kwa hata Isaka mwenyewe yuko nyuma ya nani? Ya Ismail. Haya ni maandiko ya Biblia, sawa, sio sisi tumeyatunga. Tumeyasoma maandiko ya Biblia namna yalivyo. Nashukuru sana kwa cha msingi ndugu yetu tukujibu kwamba Uislamu haukuishia kwa Ismaili wala kwa Ibrahim, bali Uislamu ulikuwa ni dini ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Ikiwa Ibrahimu unakubali ni Muislamu, vipi ukatae Isiaka sio Muislamu? Sawa sawa na wewe ulivyokuwa Mkristo na watoto wako wanakuwa Wakristo, ndio maana yake. Kwa Ibrahimu alikuwa Muislamu na Isiaka alikuwa. Kwa hiyo manabii wote walikuwa ni Waislamu. Katika 3:19 Mungu anasema hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. 2:130 tumesoma Ibrahimu akawahusia wanawe, Yakubu naye akawahusia wanawe msife isipokuwa hali ya kuwa ni Waislamu. Kwa hiyo ni kuombe we kijana, maswali yako sasa tuletee sisi. Rekodi maswali yako yaliokuwa na shida alafu tuletee, lakini kama ulivyosema uwe na lengo la kujifunza. Nilikuwa naye leo ndugu yangu Ibrahim Bakozi. Usiache kusubscribe channel yetu Ustadh Shafii Online TV, kula vitu vitamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.